mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya. Baba Mungu, ninakushukuru kwa neema hii ambayo umenipa juu ya watu hawa. Asante kwa ajili ya watu hawa ambao wanasikia neno lako. Mungu, ninakushukuru, ninakutukuza. Mungu, saa hii Bwana, ninaalika ufalme wako ukatawale mahali hapa. Ufalme wako wenye nguvu ukatawale watu hawa ambao Bwana umewakusudia wasikie neno lako. Roho za giza zikapata kushinda, roho ambazo zinazuia, roho za kichawi, wakuu wa anga wote ninawanyamazisha kuanzia sasa, wakawaachilia watu hawa ambao Mungu umekusudia wasikie neno lako lenye uzima. Ninafisha roho zote za giza, ninaangusha kila mamlaka yote ya giza, wakuu wa anga wote ninawaangusha tangu sasa, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo jioni ya leo kwa ajili ya injili hii, ni katika jina la Yesu, na kila mmoja sema amen. Haleluya. Uweze kwenda mbinguni. Biblia inasema kwamba wakati Yesu anahubiri injili, Biblia inasema kwamba habari za Yesu Kristo zilikuwa zimeenea katika Israeli, zilikuwa zimeenea kila mahali. Habari za Yesu Kristo, Yesu alikuwa akiponya watu, Yesu alikuwa akihubiri injili, Yesu alikuwa akiwapa watu mikate, Yesu alikuwa akiponya watu. Lakini Biblia inasema kwamba habari za Yesu Kristo zilikuwa zimeenea kwa sababu Yesu Kristo alikuwa amekuja kutangaza uzima wa milele. Biblia inasema kwamba alikuwepo mtu mmoja alikuwa akiitwa Zakayo. Biblia inasema kwamba huyu Zakayo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri. Biblia inasema kwamba huyu Zakayo alikuwa ni tajiri. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru. Ni kama kwa siku hizi leo tunasema ni mtu wa TRA. TRA ni watu ambao wanakusanya mapato. Biblia inasema Zakayo alikuwa ni mtu wa TRA. Yeye kazi yake alikuwa ni mkusanya mafunga safari. Akasema lazima mtafute Yesu. Akasema nitaenda kumwona Yesu. Akasema nitaenda kumwona Yesu. Zakayo pamoja na utajiri wake alijua kwamba amefanikiwa, lakini bado alikuwa na uhitaji, wa uzima milele. Na ndio maana Zakayo akasema ataenda kumwona Yesu ambaye habari zake zimeenea, ambaye Yesu Kristo kila mmoja anazungumza kwamba Yesu, kila mmoja aliyokuwa ndani ya Israeli alikuwa anazungumza Yesu. Biblia inasema Zakayo akasema nitafunga safari yangu, nitaenda kumwona huyo Yesu ambaye kila mmoja anamtangaza. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema kwamba Zakayo alipoenda mahali pale alimkuta Yesu Kristo amesongwa na watu. Yesu Kristo alikuwa amesongwa na watu kwa sababu Yesu Kristo alikuwa na uzima wa milele. Yesu Kristo ana uzima wa milele ndani yake, na ndio maana kila mmoja alimpenda Yesu, na ndio maana watu walimpenda Yesu, watu walimfuata Yesu kwa sababu Yesu alikuwa na uzima wa milele. Biblia inasema kwamba Yesu anautangazia ulimwengu. Zakayo alikuwa ni mfupi wa kimo. Biblia inasema kwamba kwa kuwa Zakayo alikwisha kuamua ndani ya moyo wake
akakutana na Yesu, akapanda juu ya mkuu, akasema nitamsubiri Yesu juu ya mti, ili ya kwamba maana ninajua kwamba Yesu anarudia njia hii, atakaporudi Yesu nitakutana naye. Biblia inasema kwamba wakati Yesu Kristo anarudi, anairudia ile njia. Biblia inasema kwamba alipofika mahali pale, akamwona Zakayo juu ya mti, akamwambia Zakayo, shuka upesi. Biblia inasema kwamba Zakayo akashuka upesi, na Zakayo aliposhuka, Yesu akamwambia Zakayo, imenipasa kuingia nyumbani mwako. Biblia inasema kwamba Zakayo akamchukua Yesu, akamkaribisha Yesu mpaka nyumbani. Na ninakutangazia jioni ya leo, mwanamke, mwanaume unayenisikia, wewe mwenye dini, ikiwa Zakayo alimkaribisha Yesu, nami Bwana amenituma jioni ya leo, sikiliza nikwambie, wala Bwana amenituma mahali hapa ili niweze kukuhubiria, ili uweze kumwamini Yesu. Biblia inasema Zakayo akamkaribisha Yesu nyumbani mwake, akamwambia Yesu ameingia kwa mtu mwenye dhambi. Biblia inasema kwamba wale watu wakamnung'unikia Yesu, wakasema Yesu ameingia kwa mtu mwenye dhambi. Sikiliza nikwambie, wewe unaishi maisha ya dhambi. Leo watu hawakwambii kwa habari ya maisha ya dhambi unayoishi, lakini pale utakapomwamini Yesu Kristo na kubadilika, watu wataanza kukunung'unikia, watu wataanza kukulaumu hapo unapotenda dhambi, wala hakuna anayekulaumu. Lakini utakapochukua hatua ya kumwamini Yesu Kristo, utashangaa hao watu ambao ulivyokuwa unaishi maisha ya dhambi, wala walikuwa hawakunung'unikia, lakini baada ya kumwamini Yesu Kristo, wataanza kukunung'unikia, wataanza kukupenda, wataanza kukuchukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yako yamemruhusu Yesu. Na ndio maana kila ambaye anaokoka, yeyote anayempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi maisha yake, huwa watu wanamchukia, wala si watu wanamchukia, bali ni Shetani anaingia ndani ya watu, wanaanza kumchukia yeye aliyemwamini Yesu Kristo. Biblia inasema wakaanza kumnung'unikia, wakanung'unika wale watu, wakaanza kumlaumu kwa sababu Zakayo ameruhusu Yesu aingie ndani ya nyumba yake. Mwanaume, mwanamke, iko habari njema jioni ya leo. Nina habari za Mwokozi Yesu Kristo. Ruhusu Yesu Kristo ndani ya moyo wako, ruhusu Yesu abadilishe maisha yako, hayo maisha yako ya dhambi. Ruhusu Yesu Kristo akubadilishe, ruhusu Yesu Kristo akubadilishe. Maana utakapoendelea kuishi maisha ya dhambi, hakika utaangamia, hakika utaangamia. Lakini yuko Mwokozi Yesu Kristo. Wakati Yesu ameingia ndani ya nyumba ya Zakayo, Biblia inasema kwamba Zakayo alipomkaribisha Yesu, Biblia inasema kwa sababu Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, pengine Zakayo aliwasulumu watu hata siku hizi za leo. Na ndio maana watu wanaweza wakaogopa TRA, watu wanaweza wakaogopa TRA. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, Zakayo alikuwa amewanyang'anya watu, aliwasulumu watu fedha zao, aliwasulumu watu mali zao. Lakini Yesu Kristo alipoingia ndani ya nyumba ya Zakayo, Biblia inasema kwamba Zakayo akamwambia Yesu, Bwana wangu, ikiwa nimemsulumu mtu yote, nami nitakwenda kumrudishia mara 4. Ikiwa nimemsulumu mtu yote, nami mali zangu nitakwenda kuwapa maskini. Alikuwa ni mtumwa wa dhambi, huyu mtu alikuwa ni mtumwa wa dunia. Ghafla huyu mtu anabadilika. Huyu mtu alikuwa ni mlevi, lakini ghafla huyu mtu kiu ya pombe inaondoka, kwa sababu ameruhusu Yesu Kristo, amemruhusu Yesu kuingia. Wakati Zakayo ameruhusu Yesu kuingia nyumbani mwake, Biblia inasema Zakayo akabadilika, Zakayo akaanza kutenda mema, Zakayo akawa mtu mwema. Nami nakutangazia wewe ambao unaishi maisha ya dhambi, wala hata hivyo usiogope. Wewe mwamini Yesu Kristo tu, wewe ruhusu Yesu Kristo aingie kwako, ruhusu Yesu aingie ndani ya maisha yako. Utakapomruhusu Yesu Kristo, maisha yako ghafla yatabadilika. Haleluya, 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 haleluya. Zakayo baada ya kumruhusu Yesu Kristo kuingia ndani ya nyumba yake, Biblia inasema Zakayo akabadilika, Zakayo akawa mtu mwema. Akamwambia, ikiwa nilisulumu watu mali kwa hilo, niliwatendea watu hilo. Zakayo akasema ninarudisha, Zakayo akasema ninarudisha. Biblia inasema kwamba Yesu akasema kwamba kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, kwa kuwa
ninakutangazia jioni ya leo, unaisikia, naitangazia dunia kwamba kwa kuwa mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya! Hii ni Injili, hii ni habari njema, habari za ufalme wa Mungu, habari za mbinguni. Yesu anasema kwamba kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Alikuja kutafuta kitu gani? Alikuja kuokoa kitu gani? Biblia inasema kwamba wakati Adamu alipotenda dhambi, Biblia inasema kwamba yule Adamu akawa mbali na Mungu, yule Adamu akafarakana na Mungu, yule Adamu akawa mbali na Mungu. Hata wewe kwenye maisha yako unaweza ukawa na rafiki yako, unaweza mkapanga mipango yenu, unaweza ukawa na rafiki yako mkawa mna mipango yenu, lakini baada ya kugombana mtatengana. Ndivyo kilichofanyika kwenye bustani ya Edeni kati ya Adamu na Mungu. Adamu alipotenda dhambi akafarakana na Mungu. Biblia inasema kwamba Yesu anatangazia dunia, anasema nimekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kilichopotea ni nini? Kilichopotea ni mwanadamu. Biblia inasema kwamba